Habari mbaya imemfikia Daktari Emmanuel Nchimbi kuhusiana na mpango na njama yake Samia Suluhu kwake. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mshtuko mkubwa zaidi hauko kwenye uvumi wa kisiasa bali kwenye uhalisia wa kikatiba unaoruhusu mkono mmoja kufuta mustakabali wa mamlaka ya juu bila kizuizi chochote cha kisheria. Ndani ya mazingira hayo, kuondolewa kwa Boniface Simbachawene kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani haikukuwa ajali ya kisiasa bali dalili ya mfumo unaojijenga juu ya utiifu kamili. Na ndani ya vichochoro vya mamlaka, jina linalotajwa kwa sauti ya chini kwa chini kama mwathirika ajaye ni Emmanuel Nchimbi. Huu si mgogoro wa kawaida wa tabia au mitazamo, ni mapambo ama mapambano ya mamlaka yanayolindwa na kifungu kimoja cha katiba kinachompa rais uwezo wa kumaliza kila upinzani wa ndani papo hapo. Mvutano uliokuwa kati ya rais na Nchimbi umejengwa juu ya miezi ya sintofahamu tangu uchaguzi uliopita ulioacha maswali mengi ya uhalali, mshikamano wa kitaifa na uaminifu wa dola kwa raia. Ndani ya kipindi hicho, migongano ya kijamii yenye mwelekeo wa kidini ilipoibuka, lawama za kisiasa zilianza kutafuta mwenye kubeba mzigo. Na katika mantiki hiyo, Nchimbi alionekana kama kikwazo kisicholingana na mkondo unaotakiwa wa utawala. Siasa za hofu hazivumilii sauti zinazojaribu kusawazisha au kupunguza makali ya amri, hasa pale mamlaka yanapohisi kutishiwa na mapenzi ya umma kwa mtu mmoja ndani ya serikali. Wakati huo mamlaka mapana yanayojikusanya mikononi mwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba yamechora taswira ya wazi ya ujenzi wa piramidi ya utii, hotuba na maelekezo ambayo kikatiba yangetarajiwa kutolewa na ofisi ya makamu wa rais yalianza kuonekana yakitolewa na Nchemba. Ishara ya kimya kwamba nafasi ya Nchimbi ilikuwa imebanwa kwa makusudi katika siasa za Ikulu. Kupunguza kwa majukumu ni onyo la awali kabla ya hukumu ya mwisho. Mfumo huu hauhitaji maelezo kwa umma, unahitaji tu utiifu usiohoji. Umaarufu wa Nchimbi miongoni mwa Watanzania, wakiwemo baadhi ya wafuasi wa upinzani, uligeuka kuwa mzigo ndani ya mifumo ya mamlaka inayotawaliwa na hofu ya kushindaniwa. Mapenzi ya umma kwa afisa mmoja huonekana kama uasi mtarajiwa. Ndani ya vikao vya siri, tahadhari zilizotolewa kwamba mtu anayependwa sana anaweza kuwa kitovu cha mjadala wa kisiasa, na katika mazingira hayo tahadhari hubadilika haraka kwa kuwa uamuzi wa kumtoa mhusika kwenye ulingo kabla hajawa tishio kamili. Na kuondolewa kwa Simbachawene kulifungua pazia la pili la mchezo huu, na msimamo wake mkali kuhusu mienendo ya vyombo vya dola, hasa kukemea utekaji nyara, ukamataji wa usiku na ukiukaji wa taratibu za kufikishwa mahakamani, uligusa moyo wa tatizo la utawala wa hofu. Alipoonyesha msimamo kwamba vitendo hivyo vilikuwa vikiuzisha moja kwa moja vyombo vya dola, ujumbe ulisomwa kama changamoto kwa mlolongo wa mamlaka. Na ndani ya mfumo unaolinda utiifu kuliko haki, msimamo huo haukuwa ujasiri bali kosa la kisiasa lisilosameheka. Msingi wa yote haya uko kwenye usanifu wa katiba wenye kumpa rais mamlaka ya juu yasiyo na masharti juu ya makamu wa rais. Kwa tafsiri yake ya wazi, mamlaka ya uteuzi wa uondoaji hayahitaji sababu, ridhaa ya bunge wala mchakato wa kisheria. Makamu wa rais hahodhi uhalali wa moja kwa moja kutoka kwa wapiga kura, bali kutokana na uteuzi wa rais. Na ndani ya mpangilio huo, ofisi hiyo haina kinga ya kudumu, haina ulinzi wa kisiasa na haina njia ya kisheria ya kupinga uamuzi wa kuondolewa. Huu si mchakato wa kuwajibisha mhusika bali ni zana ya kuhakikisha utii kamili ndani ya muhimili wa utendaji. Kwa miaka mingi, historia ya Tanzania imekuwa ikicheza kati ya nidhamu ya chama tawala na matarajio ya demokrasia jumuishi. Mabadiliko ya uongozi yamekuwa yakitangazwa kama nyakati za mageuzi, lakini mara nyingi yameisha kuimarisha mifumo ile ya udhibiti. Mivutano ya kisiasa, maandamano na ukandamizaji wa sauti mbadala vimekuwa sehemu ya mzunguko unaojirudia, huku taasisi huru zikibaki dhaifu mbele ya mamlaka ya mtendaji mkuu. Na katika
mazingira hayo, katiba inapotumiwa kama silaha ya kimya, demokrasia hubaki kama kauli mbiu isiyo na meno. Athari za kikanda na kimataifa ziweze kupuuzwa. Tanzania imekuwa ikitazamwa kama ndani ya Afrika Mashariki kama nguzo ya utulivu, lakini taswira hiyo imekuwa ikikabiliwa na maswali kutoka kwa wafadhili, washirika ama mashirika ya haki za binadamu na washirika wa kikanda. Ripoti za utekaji, kukamatwa kiholela na kuzimwa kwa upinzani zimejenga hadithi mbadala inayopingana na simulizi rasmi, na mageuzi ndani ya muktadha huo, kuondolewa kwa maafisa wanaonekana kujaribu kurejesha uwiano wa kisheria kunazidisha wasiwasi kuhusu mwelekeo wa utawala. Kikatiba, baada ya kuondolewa kwa makamu wa rais, mamlaka ya uteuzi wa mrithi hubaki mikononi mwa rais bila hitaji la kura ya mbunge. Hii inafungua mlango wa uteuzi unaozingatia zaidi utii wa kisiasa kuliko uwakilishi wa kitaifa. Na ndani ya mantiki ya sasa, matarajio ya uteuzi wa mtu anayeendana kikamilifu na mapenzi ya Ikulu yanaonekana kuwa juu. Dhana ya uwiano wa kidini au kisiasa hutumiwa kama kifuniko cha uamuzi ambao kiini chake ni udhibiti. Kinachojitokeza hapa ni si simulizi la watu binafsi, bali ni picha ya mfumo unaohimiza sifa moja kuu kwa viongozi wake, ambao ni utii usio na maswali. Wale wanaojaribu kusimama katikati, kuleta sauti ya kisheria au kuonyesha huruma kwa raia wanaokandamizwa huonekana kama hatari ndani ya mfumo huo, na kupandishwa cheo ni thawabu ya kusifu, na kuondolewa ni adhabu ya kusimama tofauti. Na huu ni utawala unaohitaji wasifu wa sifa, si hoja. Kila uamuzi wa kuondoa sauti inayojaribu kudhibiti nguvu hupanua nafasi ukiukwaji zaidi, na kila kiongozi anayenyamazishwa huacha ombwe linalojazwa na hofu. Tanzania inapokaribia siku zijazo, swali si nani ataondolewa, bali ni taasisi zipi zitasalia kusimama. Na taifa linapokubali kwamba mamlaka ya mtu mmoja yazidi uwajibikaji wa mfumo, linajiandaa kurudia historia ya ukimya wa uoga. Mwisho unaobaki ni mzito na wa kutisha, kwamba ikiwa kuondolewa kwa Simbachawene kulikuwa ishara na hatima ya Nchimbi ikawa uthibitisho, basi ujumbe kwa wengine ni wazi kwamba ama utii ama uondoke. Ukimya wa sasa uondoi hatari, unaihalalisha, na mustakabali wa Tanzania utategemea uwezo wa jamii yake kutambiwa kwamba katiba bila uwajibikaji ni kivuli, na utulivu na ujengwa juu ya hofu ni dhaifu, na katika kivuli hicho kila kukaa kimya ni kura ya kuendeleza mfumo unaokula watoto wake wenyewe. Ni taarifa ambayo tumekuandalia moja kwa moja kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na zinginezo bila kupindisha, bila kuegemesha upande wowote. Hapa ndipo unapokea taarifa za kina, taarifa za kweli ambazo hazipindwi ama hazifanywi chochote. Zidi kuwa mfuasi wetu kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile waweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi. Unachotakiwa kufanya ni kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea hizi notifications pindi tu tunapo upload video.